Mwenge Online TV, elimu ni utajiri. Katika SADC na katika EAC, mabalozi wote wa SADC walikuweko, mabalozi wote wa East African Community walikuweko, Jumuiya ya Afrika Mashariki, mabalozi wote wa GCC, nchi za Kiarabu tajiri zinazozalisha mafuta, wote walikuwepo. EU hiyo inayotajwa wote walikuweko. Balozi wa Marekani, hakuna balozi, hakuna nchi iliyokuwa imebakia leo. Kwa hiyo leo tumetoa taarifa zetu, tuko katika hali gani. Nchi yetu tumesema iko vizuri, imesharudi katika hali yake ya kawaida, iko kwenye amani, inafanya kazi vizuri, rais anafanya kazi vizuri, ameshaunda serikali yake, alimchagua bwana sheria mkuu wa serikali kwanza, akafuata mawaziri, manaibu waziri, serikali inaendelea kufanya kazi yake na mawaziri wote mnaona wako kwenye ziara mbalimbali. Kwa hiyo na mimi ilikuwa ni sehemu yangu ya ziara yangu, badala ya kwenda kwenye kokoto au barabara au daraja, mimi ziara yangu ni mabalozi, ndio eneo langu. Mabalozi walituhakikishia katika mashirikiano, wako tayari kuongeza mashirikiano zaidi, wako tayari kuongeza mashirikiano katika miradi mbalimbali, wako tayari kuja na miradi mipya ya kufanya kazi na Tanzania. Zile nchi ambazo hazikuwa pamoja na sisi pia wako tayari kuongeza mahusiano yao, na zile nchi ambazo tulikuwa hatuna maeneo mahsusi kama vile kilimo, viwanda, uongezaji wa thamani, uchakataji, digital transformation, mambo ya teknolojia ya kisasa. Ni hatua ya awali ya majadiliano, la kwanza. Ya pili, bunge la Ulaya lina haki kama bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili mijadala mbalimbali inayowasilishwa pale, ikiwemo mijadala ya bajeti na fedha zinazotumika kwenye miradi mbalimbali duniani. Hatua yoyote ya kuchelewesha kusaini fedha hizi ama zuio ya fedha hizo, naomba nikujulisheni, haitoathiri serikali moja kwa moja, kwa sababu ni asilimia ndogo. Zaidi itawaathiri walokuwa katika mfumo wa wadau wa maendeleo, yani development partners, utaathiri wao, kwa sababu nyingi zinakwenda kwao, utaathiri wao. Mwenge Online TV, elimu ni utajiri.